4 ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini hii ni subset ya maadhimisho yetu ya miaka 10 tangu mfuko wa fidia kufanya kazi ulipozaliwa, kwa maana ya sheria hii ya fidia kwa wafanyakazi ilipoanzisha miaka 10 takriban iliyopita. Fidia kwa upana wake zinazotolewa na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Ile kwanza kabisa ni fao la matibabu. Pale ambapo ajali inatokea au mgonjwa anatambulika kwamba amepata ajali inayotokana na kazi au ugonjwa unaotokana na kazi, basi ni jukumu la mfuko wa fidia kwa wafanyakazi kumtibu mgonjwa huyu. Mgonjwa huyu anaweza kaonekana anatibiwa na taasisi zingine, bima ya Sembo, bima ya NHIF, lakini kimsingi tunamtibu sisi kwa sababu gharama hizi baadaye haya mataasisi yaliyomtibu yatazileta WCF. Utamuona mgonjwa huyu yuko moja kwa moja MOI, anaweza akawa anatibiwa kwa bili yetu moja kwa moja kwa sababu tumeingia mikataba na MOI na hospitali mengine yote makubwa, hospitali za mikoa za rufaa katika level ya kanda, hospitali za mikoa zote tuna mikataba nayo kupitia Wizara ya Afya. Kwa hiyo wanapomtibu mgonjwa kitu chochote kinachotokana na kazi, iwe ni ajali ama gonjwa, basi bili itakuja kwetu na tutaifuti hiyo bili. Na hii tunaifanya kwa haraka sana, yani pale tu ajali inapotangazwa basi ni jukumu letu kuchukua hili gharama hizi za matibabu ili kusudi huyu mtu atibiwe. Na katika matibabu yetu kupitia WCF hayana kitita. Inategemea tu daktari anapendekeza kitu gani kwa ajili ya kumrudishia huyu mtu afya ili aweze kupona, arudi kazini, na kama hata anapata ulemavu basi ule ulemavu usiwe mkubwa kuliko ambavyo ungekuwa kama angekuwa hajawahishwa kwenye matibabu. Fao lingine ni fao la ulemavu wa muda mfupi. Wakati mgonjwa anaugua, basi jukumu la mfuko kulipa mshahara wake. Na taratibu zipo za namna ambavyo tunapeleka mshahara kwa mwajiri, afu mwajiri anaupitisha kwenda kwa mgonjwa. Na kama mgonjwa alilipiwa mshahara wake na mwajiri wake kipindi anaumwa, basi ni jukumu la wao wawili kuangalia kama ataipitisha ile hela kumpa kama mtu anayemjali, lakini pale ambapo hata ipitisha, sheria haimlazimishi. Itakuwa tu ni kwamba yeye ametumia fursa hiyo kurecover mshahara ambao alilipa mtu ambaye ni mgonjwa wakati WCF ipo. Kwa hiyo ni jukumu la WCF kulipa kitu kinachoitwa temporary disability benefits, ambao kimsingi ni kumrudishia mtu mshahara wakati anaumwa. Fao lingine ni fao la ulemavu wa kudumu. Sasa hapa madaktari wanakuwa wameshafikia maamuzi kwamba huyu mtu hatapona kwa kurudisha uwezo wake wa kibiolojia zaidi ya jinsi ambavyo wanauona. Ikishafikiwa hiyo, sasa mwenye changamoto hii anaingia kwenye kufanyiwa tathmini ulemavu wake ni wa asilimia ngapi. Na hapo sasa ndio formula za kwanza kulipa mafao ya fidia ya kudumu inapokuja. Wale ambao ulemavu wao hauzidi asilimia 30 wanalipwa lump sum na kuna kikokotoo chake. Na wale ambao ulemavu unazidi asilimia 30 wanalipwa pension kwa maisha yao yote na kuna kikokotoo chake pia kulingana na watu wa tathmini za uhai na ustahimilivu wa mfuko. Sasa nihamie kwenye mada kuu ya leo ambayo ni mafanikio ya miaka 10, na ndani ya hiyo miaka 10 tuna miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mpaka kufikia mwezi wa 3 mwaka huu, mfuko ulikuwa umeshalipa takribani shilingi bilioni 100 kama fidia kwa waliopata majanga yanayotokana na kazi. Mpaka sasa mfuko una thamani ya shilingi bilioni 748 mpaka sasa.
Na wakati Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, mfuko ulikuwa na thamani ya shilingi bilioni 445. Kwa hiyo utaona ongezeko la takriban bilioni 300 ndani ya hii miaka minne ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Patrick Ahmed Bulugulu, mhandisi mstaafu TANESCO. Nilipata matatizo ya ajali kazini iliyopelekea masikio yangu kidogo yakapata mushkili kwa kiwango fulani. Kwa hiyo watu wa bima TANESCO pale wakanishauri kwamba inabidi tuwasiliane na watu wa WCF baada ya kuwa tumetoka katika hospitali ya Muhimbili ili niweze kupata fidia. Basi katika kufuata zile process ikagundulika kwamba mwaka 2022 kwamba nimepata matatizo ya usikivu kwa kiwango cha 50%. Kwa hiyo baada ya marekebisho ya sheria yaliyofanyika mwaka jana Oktoba 2024 yakairejesha tena ile kwamba wale ambao wamepata ulemavu wa kudumu wanatakiwa wafidiwe. Kwa hiyo mimi watu wa WCF walinipigia simu, WCF Dodoma, kuna dada mmoja nipigia simu akaniambia uko wapi sasa? Nikamwambia niko Dar es Salaam. Nenda pale WCF Kijitonyama ukawaone wahusika pale ili waweze kufanyia tena tathmini na kuweza wafanyia tathmini ili waweze kuingiza katika mfumo wa malipo, kwa maana kwamba sheria imebadilika. Kwa hiyo wale ambao wamepata ulemavu wa kudumu wanatakiwa wafidiwe. Kwa nilipokwenda pale ofisini WCF hapo Kijitonyama nikajitambulisha pale, ukafanyika utafiti na nini basi. Kwa hiyo nilichofuatia pale sasa nikaingizwa katika payroll ya kuweza kulipwa kila mwezi. Yaani kulipwa fidia kwa maana kila mwezi. Kwa hiyo kuanzia hapo mwezi wa 10 mwaka jana nikaingizwa katika payroll. Kwa hiyo nalipwa mafao ya kudumu nafikiri mpaka huko mbele nitatangulia mbele za haki. Sisi wahariri tunashukuru kwa kutupitisha na kuangazia sehemu ya mafanikio ambayo ninyi kama WCF mmeweza kueleza kwetu, nasi tuahidi ya kwamba tunakwenda kuyafanyia kazi na tuko pamoja.